Mwana kondoo ameshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana Kalambo, jana na juzi tulikuwa kule Kilando na hata pia tulienda huku kwingine Mkasi Kusini na kule waitwa wa Mpembe. Na nimefurahi lakini pia nimehuzunishwa kidogo kwamba hapa ndio nyumbani kwa Kipanya, kijana ambaye ametekwa na kupotezwa. Lakini kule tulikokwenda ni kando ya Ziwa Victoria na ni karibu sana na Kongo. Maaskofu wenzangu hasa wale wa kanisa Katoliki wanashiriki sasa kutafuta amani katika mgogoro ule wa Kongo na vita vile vya M23. Na hali sio nzuri kabisa kule Kongo. Kwa hapa Tanzania tusisubiri hali haribike ndipo maaskofu tuanze kuingia kwa ajili ya kutafuta upatanisho. Pengine neema ya pekee ambayo nchi ya Tanzania tunayo ni kwamba hatukumwaga damu wakati wa kupata uhuru wa nchi hii. Kwa nini hatukumwaga damu? Mungu alitoa neema kwa viongozi wa dini kuwa sehemu ya mapambano ya kudai uhuru wa kwanza wa Tanganyika. Na niwape tu mfano mmoja kwa kumalizia, ya kwamba wakati Nyerere anafundisha Pugu Sekondari kulikuwa na hamasa za kudai uhuru katika nchi hii kupitia chama cha TANU. Lakini padri wa kanisa Katoliki wa jamii ya Fabian alikuwa kutoka katika Ireland, jamii ya Ireland. Alimuita Nyerere pembeni kwa siri, alikuwa anaitwa Father Welsh. Akamueleza siri ya nchi hii. Ndipo Nyerere akajiuzuru, akaamua sasa kupigania uhuru wa nchi hii. Akaanza mikutano ya kwenda Umoja wa Mataifa, ndipo tukapata uhuru wa nchi hii pasipo kumwaga damu. Watu hawajui kwamba kanisa ni sehemu ya kupigania uhuru wa nchi hii. Na sasa tupo katika mapambano ya haki katika nchi hii. Na haki kubwa iliyofinywa ni haki ya kuishi ya watu ya kuuawa, kutekwa na kupotezwa. Lakini pia tumepata taarifa za haki zenu hasa katika wavuvi kule katika Ziwa Victoria. Haya yote yanagusa mfumo wa utawala, mfumo wa utendaji haki. Lakini huwezi kuelezea mfumo wa utawala pasipo kuelezea mfumo mzima wa haki ya uchaguzi. Mwaka jana watu waliuawa 4 wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Na sisi maaskofu tunapiga kelele ya kwamba kuwe na uchaguzi huru na wa haki. Najua ninyi Chadema sasa hivi mnasema mnataka kuwe na mfumo mpya na mzuri wa uchaguzi katika nchi hii. Na sisi kama maaskofu tunasema hicho tunachiunga mkono. Tunataka tuwe sehemu kama kanisa ya kujenga mfumo mzuri wa uchaguzi katika nchi hii. Tunataka tuwaambie watawala wa Tanzania kwa ujumla ya kwamba tukae pamoja, tuandike katiba, tuunde tume ya uchaguzi, tuwe na mfumo wa pamoja katika nchi hii. Kwa yeyote ambaye atakayekuwazana haya, huyo atakuwa kinyume na Mungu, na huyo kilio chetu kitamwandama yeye. Basi tunaweka mkutano huu mikononi mwa Mungu, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.